Salimia ndugu yangu, salimia ndugu yako, salimia ndugu yako. Nambari 77. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba ukozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu. Haleluya, Mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu. chini ya mti msumbufu, Niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu. haleluya, Mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu. hizi tenzi tutazijua tu. Niliwaambia ya kwamba kuna mwito na ukishaitwa kuna mafunzo, si sawa? Lakini wengi tulijidanganya ya kwamba unapoitwa kama mtumishi ama kama mtu aliyeokoka unajua mambo yote siku moja. Keti tu, hauwezi jua mambo yote siku moja. Ni lazima ukae chini ya mafunzo ndio uje upate njia nzuri ya kupata mwelekeo, na nikawafundisha vizuri sana. Hapo nyuma tulikuwa na ushindani ya kwamba ukiokoka unajua kila kitu, si sawa? Kama basi ukiokoka unajua kila kitu, Roho anakaa ndani yako, kuna maana gani ya kuhubiriana? Si ujihubirie wewe ndani kwa ndani, ukae kwako nyumbani, si Roho anakaa ndani yako? Lakini kuhubiriana ni njia moja ya mafunzo. Kuna kitabu ukijui, una ufunuo hujui, lakini ukisema mimi nimeokoka, naongozwa na Roho, mimi najua, basi jihubirie ndani ya Roho, usije hapa. Jihubirie nyumbani. Na alafu kishatoka nje ndio tuone kama umejihubiria kweli au la. Pigia Yesu makofi. Mwanadamu yoyote, hata kama umeokoka na Yesu anakaa ndani yako, unahitaji kufunzwa, maana kuna viwango vya kujazwa na Roho. Kuna viwango vya utumishi. Kuna mtu anaweza kukufunulia jambo ukashangaa, maana ni kitu kilikuwa hujui. Pigia Yesu makofi. Mimi naendelea kumshukuru Yesu kwa hali na vile tunavyosonga. Ningependa muwe watumishi ambao mumeitwa, sio mtumishi wa kuangalia tuko wangapi. Mtumishi aliyeitwa katika utumishi wake, hata kama ni mfagiaji, hata angalia kwamba wafagiaji ni 10 ndio aje afagie. Yeye kwanza anataka watu kama hawako ndio afagie. Lakini ukitaka grupu haitawezekana, maana Yesu anafanya kazi yake vile anavyotaka. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo kama uko hapa na unaona labda kuna uchache, unasema mimi basi sitaenda kwa sababu pale basi Jumatano sisi ni wachache. Kumbuka kuna kitu umepata leo kutoka kwa Job, kutoka kwa JR, kutoka kwa Debora ambacho hungepata leo na mtaongezea. Pigia Yesu makofi. Watu wanapaswa kuongea pamoja, ila watu hawapaswi kuongea kuhusu mtu, bali wanapaswa kuongea pamoja wakielewana. Pigia Yesu makofi. Wacha leo nikupe siri moja. Katika utumishi nilifundisha kuhusu vita. Leo nataka nikupe siri moja. Ukiona mtu anapigwa vita na kushambuliwa kutoka kila pembe, kila kitu atakachofanya watu wanakosoa,
chochote atakachofanya ni vita tu, basi mwangalie sana huyo mtu, kwa sababu huyo mtu ni kiongozi anayetayarishwa. Is a leader in making. Unaweza kuwa hapa na unapigwa vita, hata ukisema naenda kanisani, kanisa gani, waenda wapi, nini, hivyo ni vita. Lakini kumbe katika hivyo vita Yesu anakuandaa ili uje uwe kiongozi wa kesho, wa kazi ya nani? Unaweza kuwa unapigwa vita vya magonjwa, kila saa wewe ni mgonjwa, kila saa kuna shida, kila saa mtu amekusema hivi. Hivyo ni vita vya kukuinua, visikutishe. Pigia Yesu makofi. Lakini wengi waone hapa leo ni vita tu, anasema kama vile jana amesema, mimi sasa nitembee kwa jua hili mpaka Bungululu, wacha mimi nikae tu. Lakini wewe unaikuja, una heri. Pigia Yesu makofi. Na ukiona watu hawakupendi na wamekutenga na hawakutaki, wamekwambia wazi hawakutaki, usijilazimishe kwao. Lakini siku ile watatambua umuhimu wako, watakufuata wao wenyewe. Mimi nikiona watu wamenitenga, natulia hapa kwenye nisikufanye kabisa. Ukiona watu wamekutenga na hawakutaki, kaa kando, utulie kabisa. Lakini kuna siku moja watakutambua umuhimu wako na watakutafuta na watakuleta karibu nao. Pigia Yesu makofi. Na hii ni siri nakupa, katika utumishi wako hautapendwa, na kuna siku moja utakataliwa waziwazi, ndio utainuliwa. Hiyo ni ujue hivyo. Usifikirie kwamba utainuka tu ndio mhubiri uje wewe mwimbaji. Utakataliwa kabisa. Utasema huyu naye akiimba sijui anafanya hivi, akihubiri, yaani ukataliwe kabisa. Sasa Yesu anachukua mafuta yao akikuwekea wewe. Pigia Yesu makofi. Hautainuliwa bila kukataliwa, hautainuliwa bila kupigwa vita. Sasa wewe jua namna hiyo, ukitaka kuinuka tarajia war without end. Lakini end ni nani? Yesu. Yesu atakutetea. Ningependa uwe na kalamu na karatasi. Nataka kugusia jambo ambalo nitakuja kulifundisha siku nyingine, muda ukipatikana. Kaa tu na kalamu na karatasi, uandike haya, yatakusaidia. Watu wengi huwa wanafikiria kwamba watumishi ama wachungaji ama wapakwa mafuta wowote hawawi wagonjwa. Nimekuwa mgonjwa wiki nzima, hata leo, jana na leo ndio sauti yangu imefunguka. Na mtu akiniona nimeshikwa na homa na mlaika na nikimwambia nina homa, watu wengi sana huwa wanaketi wanafikiria, sasa mchungaji ndiye anayetuombea, mbona na yeye ana homa? Huyu mchungaji huyu, hapana. Nataka niwafunze hili jambo, si sawa? Na nataka niwape kwa maandiko. Hata watumishi nao wanapitia magonjwa. Hata watumishi nao wanatenda dhambi, wanaghafilika wakati mwingine. Sijui kama unanielewa. Katika Waibrania 5 ukianza moja tu inasema makuhani nao hutoa dhabihu kwa ajili ya udhaifu wao. Sisi makuhani, nikawaambia, kuna mtu aliuliza swali, mbona mchungaji wewe nawe Jumapili una kibahasha unatoa pale mbele? Maandiko inasema kwa Waibrania 5 hata makuhani nao ni watoe dhabihu kwa ajili ya dhambi zao na makosa yao. Sio kwamba sisi ni malaika ama tuko perfect. Hebu mali soma Waibrania 5. Hiyo tu moja. Inasema vizuri hata makuhani nao wanapaswa kutoa dhabihu kwa ajili ya makosa yao na dhambi zao. Si ni Biblia hiyo? Amen. Na ukiniona mimi Jumapili na bahasha naweka hapa, jua ninatoa dhabihu kwa sababu ya chochote, labda nimemkwaza mtu, labda nimefanya nini, na mimi natoa dhabihu ili na mimi nipate kutakaswa na Baba katika roho. Pigia Yesu makofi. Soma Waibrania 5:1, nafikiri moja tu hapo. Kitabu ni Waibrania mlango wa 5 mstari wa kwanza. Ndio. Maana kila kuhani, kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu
Ndiyo. Ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea. Tosha tu hapo. Ili atoe dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kuna kitu kizuri hapo mbele. Endelea. Kwa kuwa yeye mwenyewe kuhani, hapo ndio nilikuwa nataka. Yeye mwenyewe kuhani yuko katika hali ya dhaifu. Sasa mtu akimuona Pastor Ongoro ni mgonjwa anafanya kichungulio. Kama Rosemary alivyosema yuko anapigwa na Mungu. Chapo hayo. Tuambie ukweli Pastor Ongoro, tuambie. Lakini wacha nikupe maandiko yatakayokusaidia watumishi waliobobea, watumishi waliomtumikia Yesu na baadaye wakawa wagonjwa na hata wengine wakafa kwa huo ugonjwa. Tunaanza na Wafalme wa Pili 13 mstari wa 14. Elisha ni mgonjwa. Wafalme wa Pili 13 mstari wa 14. Elisha ni mgonjwa, lakini nguvu za Roho hazikumuishia. Katika huo ugonjwa bado anatenda kazi ya kupigana vita, na ni mgonjwa, yuko kitandani. Kwa nini ni mgonjwa na nguvu za Roho ziko ndani yake? Jiulize hilo swali. Mbona yeye mwenyewe Elisha hakuweza kujitamkia uponyaji, na yeye mwenyewe ndiye anamsaidia mfalme kupiga maadui? Pigia Yesu makofi. Hii ni kumaanisha hata watumishi waliobobea wanaweza kuugua, lakini Yesu ndiye anayejua sababu hiyo, maana kifo hakikosi sababu. Elia aliugua hapo, Elisha alikuwa hapo mpaka hapo mpaka akafa kabisa. Mstari wa 20 nasema amekufa Elisha hapo amekufa. Wafalme wa kwanza wa Pili 13 mstari wa 14, ukifika 20 Elisha amekufa. Pigia Yesu makofi. Mtumishi mwingine aliyeugua mpaka akaomba msamaha, akamwambia Yesu, maana aliambiwa wewe sasa unaenda, lakini akalia akaongezewa miaka 15. Isaya 38:1. Hezekia mfalme kabisa, na wafalme wa wakati ule ilikuwa si wafalme tu, ni wafalme walioitwa na Mungu mwenyewe na akawapaka mafuta. Hebu angalia hawa jamaa wanasumbua hawa. Tulieni baba, tulieni. Wakapakwa mafuta hawa wafalme. Hezekia, Isaya 38:1. Hezekia anakuwa mgonjwa, anaomba ruhusa huko. Yeye Mungu mwenyewe anamwambia shetani, huyo Ayubu najivunia. Yaani yule mtu ambaye Mungu anajivunia ndio ni mgonjwa na Mungu anamwangalia tu. Si Ayubu yeye Mungu alijivunia akasema wewe ni mtumishi wangu bwana, amumweze nini. Sasa huyo mtu ambaye Mungu anajivunia ndio anaachiliwa kipigo, aonekane kama atasimama ama ataanguka. Pigia Yesu makofi. Yohana Mtakatifu 11 mstari wa 4, ama ukishuka tu uende mpaka mwisho. Kuna mtu anaitwa Lazaro. Yohana Mtakatifu 11 waweza kuanzia mstari wa 4 mpaka mwisho. Kuna mtu anaitwa Lazaro, mtumishi ambaye ni rafiki yake Bwana wetu Yesu Kristo. Tena Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu wa karibu sana. Lakini Lazaro anaachiwa ugonjwa mpaka anakufa. Na Yesu anasema mimi napanda kwenda Uyahudi. Kama Lazaro ni mgonjwa, ugonjwa wa Lazaro si wa mauti, umekuja ili watu wafahamu kwamba Yesu Kristo yuko na ni Bwana, ili ufalme wa Mungu utambulike kwetu. Kuna mambo yatakufanyikia sio kwa ajili yako, lakini watu watambue kwamba Mungu yuko. Watu watambue kwamba Yesu yuko. Pigia Yesu makofi. Kitabu cha mwisho Timotheo wa pili, ukianzia 4 mpaka 9 huko kwenda 10. Paulo anamwambia Timotheo
mimi sasa namiminwa, wakati wangu umeisha. Timotheo anaambiwa, anapewa wosia na Paulo. Paulo ni mgonjwa, Paulo hana tena uwezo, lakini ana uwezo wa kushauri na ana uwezo wa kutenda, lakini wa kujiponya ili roho siondoke, uwezo huo uko na nani? Baba. Kwa hiyo ukiona mtumishi ni mgonjwa, isikushtue. Ni Yesu mwenyewe amependa iwe hivyo na sababu yake. Na ni wengi hawaelewi hili jambo. Yaani mtumishi pia anaweza kuwa mgonjwa. Anaweza, hata wewe unaweza kuwa mgonjwa. Mtumishi ni mwanadamu kama wewe. Pigia Yesu makofi. Tuko pamoja? Nashukuru sana, nilikuwa nawapa tu hayo mambo machache. Mwende mkajisomee, mtafiti umeenda sana. Nataka kupeana salamu kidogo tu. Magi ndio tusalimie wiki ile, huko pata nafasi wiki hii pia. Ndio salimie nikipe Thomas, alafu tumalize kwa leo. Pia kuna tusalimia pia kwa nafasi. Tumsifu Yesu. Amina. Ninamshukuru Yesu kwa uzima, kwa uhai na kwa umbali ambao amenitoa. Ni kwa neema ya Kristo kuwa mahali kama hapa pamoja na wenzako. Maana ni wengi wametamani lakini hawakuwezeshwa. Tumsifu Yesu. Jambo ni machache zaidi kubarikiwa. Amina. Sikukuu ni nini? Kula neno. Kama ni kuchinja ni ya nje. Unaweza chinja kuku ukala, haina shida. Lakini kama unajua maana ya sikukuu ni kula neno, kusoma neno. Wasemaje nani? Anaitwa nani? Helena. Tumsifu Yesu. Amina. Mtumishi, naomba tuelezee kidogo. Kuna watu hawajui Roho Mtakatifu ni nani na kazi ya Roho Mtakatifu ni gani. Naomba uguzie kidogo. Okay. Ni sawa. Kuna andiko linasema katika Yohana, inaposema kwamba Yesu anasema mimi nikiondoka ndipo yule msaidizi atakuja ambaye ni Roho Mtakatifu. Kama kuna mtu anaweza kulipata alipate. Yaani Yesu anaaga watu, anasema nitakapoondoka mimi. Twende. Kitabu ni Yohana mlango wa 14 mstari wa 25. Hayo ndio niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amina. Sasa umepata Roho Mtakatifu ni msaidizi. Bali na usaidizi ni mlinzi. Ana moto wake ambao akikaa ndani yako, shetani akija anapita na kando. Huo moto wa Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu mahali anapokaa yeye kuna moto wa Roho Mtakatifu. Na ana uwezo wa kukusaidia vita, atakusaidia kila kitu. Warumi 8:26 inasema hata kuomba hujui mpaka huyo Roho aingilie katikati, yani akusaidie. Yeye ni msaidizi wetu. Si unaona vile watu naomba baba, Roho akikataa kuingilia kati hayo maombi hayana kibali. Mpaka yeye aingilie katikati akusaidie. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni msaidizi aliyewekwa kutusaidia sisi katika safari ya wokovu. Na huyo Roho Mtakatifu ndiye Yesu. Amina. Na huyo Roho ndiye Yesu. Maana alikuwa akitusaidia akiwa amevaa mwili. Sasa anakuja kutusaidia akiwa katika roho. Amina. Pigia Yesu. Kazi yake ni nyingi tu. Anaweza kukubariki, anaweza kukulinda, anaweza kukufundisha, anaweza kukuponya. Si kazi zake ndio ulikuwa unaulizia. Hizo kazi zake anaweza kufanya. Anafanya mengi tu kwa maisha yetu. Anaweza kukuongoza, yeye ni kiongozi, yeye ni Alfa na Omega. Yote ni kazi zake hizi. Kwa hivyo Roho ndio anafanya kila kitu. Sijui kama swali lako limejibika sasa. Limejibika. Unajua, nimeuliza hivyo kwa sababu mimi ninaelewa. Ndio. Lakini kuna watu
tuko nao hata wengine kule nje ambao huwa wanasikia tu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Hawajui Roho Mtakatifu ni nani na hawajui kazi ya Roho Mtakatifu. Kama jana kuna mama mmoja Mkatoliki aliniuliza, wakati wote huwa nasikia mkisema mnaongozwa na Roho, mnaongozwa na Roho. Huyo Roho ni nani na kazi yake ni gani? Na kweli akawa hapo serious. Nikamuuliza, wewe unaenda kwa kanisa gani? Mimi ni Mkatoliki ndamu. Nikamuuliza, na hujawahi kusikia hiyo? Huko hamtaji Roho Mtakatifu. Sasa nikamwelezea na nikamfafanulia, nikamwambia kuna Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi ya Yesu na ambaye ndiye Mungu mwenyewe. Na kuna roho wa shetani. Sasa nikamfafanulia, tukaenda lakini ikawa bado hakuridhika. Sasa ni hivi Elena, ndio ubahatike kuzijua siri za rohoni, ni lazima umkubali Yesu Kristo. Mtu ambaye hajaokoka hawezi kuelewa mambo ya roho. Hasa watu wengi Waislamu pia wanapinga kwamba hakuna Roho Mtakatifu. Na ni kwa nini wanapinga? Kwa sababu hawajamkubali. Na ikiwa hujamkubali Roho Mtakatifu, hata ukafundishwa hii Biblia huwezi kuielewa na wala huwezi kujua utamu wake. Mimi na wewe tunaweza kutamani kusoma Biblia, lakini mtu ambaye hajaokoka na hamjui Roho hana hata hamu ya kusoma Biblia. Anaiona kama karatasi anaweza kuiwashia jiko, kwa sababu haoni maana yake. Kwa hiyo mambo ya rohoni mpaka upate umpokee Yesu, ndio Yesu akufundishe. Hata kusoma Biblia atakufundisha. Lakini huyo mama kama anataka tu kumjua Roho akiwa nje ya Roho, bado mtasumbuana. Ndio nakuta kuna mambo mawili, wewe una Roho na yeye hana, hamtaelewana, mtakuwa mkishindana tu kila siku. Lakini siku ile ataokoka na mkubali Yesu, huyo Yesu ataanza kumfundisha njia ya Yesu. Ndio maana watu walaumu watu ambao hawajaokoka, kwa sababu hawana mwalimu, hawana baba ndani yao. Lakini mtu aliyeokoka ni rahisi sana kujadili naye neno, maana yeye naye anaufahamu na huyo Roho anakaa ndani yake, mtaunganishwa pamoja. Pigia Yesu makofi. Kwa tunasema mtu kama ametenda dhambi na hajaokoka, tunamshauri tukisema yule bado yuko gizani. Unasikia watu tunasema bado yuko wapi? Gizani. Hayupo katika nuru, lakini kuna siku ataingia kwa nuru na ataelewa. Elena, acha nikuulize swali moja. Hilo swali hata mimi nilikuwa kitambo nashindana nalo kabla sijaokoka. Ilikuwa mtu akiniambia, wewe acha pombe, wewe acha nini, naambia wewe achana na mimi, hata Yesu mwenyewe alitengeza hiyo pombe na watu wakani, kwa vile nilikuwa sijampokea Roho. Hata wewe mwenyewe ulipoanza sasa kufuatilia mambo ya Yesu kabla hujaokoka, ulikuwa mshindani. Mtu akikwambia usifanye hivi na usinywe hivyo, acheni. Lakini ulipompokea Roho Mtakatifu, hamu ya pombe ikaisha na ukaanza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana anaingia ndani yako na anafanya kazi. Kwa hivyo ni hivyo tu. Mama Batimayo umetusalimia. Wewe umemaliza? Na bado hujatuambia ulikuwa wapi? Pengine ulikuwa umenyakuliwa. Ndio salimia kidogo alafu tukurudi. Amina. Mimi nisafiri kidogo bara. Mwezi wa 10. Lakini nilikuwa hapo katikati tu. Nilisafiri salama na hao watoto wangu. Kafika pale. Kuna kanisa moja nilienda kunde. Lakini sasa nilipata wanatumika mafuta, anatumika chumvi. Nikasema sasa hapo hatutaelewana. Nikasema acha nitulie kidogo. Yesu akinifundia tena kanisa nyingine. Kana kama anatumika hiyo mafuta, anatumika hiyo chumvi. Nikakaa nikaenda kanisa nyingine. Pale nilifika pale nikaona hapa chali tulie kidogo. Nauliza Yesu akinifundia nione kanisa gani nitakuwa na shida. Maana injili yetu pale bara hapo.
kanisa zenye siko pale hata ukisiangalia. Kuna changamoto kidogo. Kuna kazi pale. Amina. Barikiwe sana. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Kuna mahali unaweza enda wewe ukawa ni nuru na watu wakaokoka na kuacha mambo kupitia wewe. Lakini kuna kanisa zina misingi yao. Ni wewe uachane na wao. Walianza hiyo misingi kitambo. Kama mimi kuna kanisa moja nilikuwa naenda kule nyumbani siku za mwanzo. Nikaja nikasikia yule mchungaji hata ni chairman wa ODM. Yeye ni chairman wa ODM. Nasema hapa sasa wacha tuangalie tukae ba. Maana hawezi kuacha uchairman yani. Hawezi kuacha uchairman wa ODM sasa mimi karibu mama pastor. Usalimie kabisa. Injili inaanza wapi? Msifu Yesu. Msifu Yesu. Mimi nashukuru Yesu ni kwa ajili ya siku ya leo uzima aliyonipa pamoja na jamii yetu tukiwa mahali pale. Yangu ni kushukuru tu hata ni kwa ajili ya kufika kwenu. Wewe usiangalie ile uchache tulio mahali hapa, maana katika hiyo safari uko peke yako au kuokoka na mwenzako. Kwa hivyo wewe tia nanga gari meli inapotia nanga, usibaki nyuma, usiangalie mwenzako, tukaze mwendo. Barikiwa. Wokovu si ushabiki kama vile Jobu amesema. Hata twende tukaangalie mpira, timu yangu ni Arsenal, yangu ni wokovu ni wako peke yako. Maana wewe ndio ulifanya uamuzi na Yesu. Lakini ukitaka kusikiza mwenzako, leo usiende, mimi pia nisiendi, hapo ni kupoteza. Siku ya mwisho ikifika ni ile ole. Baki na Karibu Thomas. Karibu Thomas, salimie tukiwa tunamaliza. Viongozi wa ibada tuwekee kikapu tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata mimi pia namshukuru Yesu. Amenipigania, amenitetea. Ndio maana mmeniona. Tumsifu Yesu. Amina. Na hata pia nikiongezea kuhusu mahubiri ya mtumishi ya kwamba pia tunaona ya kwamba hata pia Ayubu alivumilia, ingawaje alishikwa na ugonjwa na alienda mpaka kafika mwisho, lakini Ayubu aliendelea kutafuta Mungu. Tumsifu Yesu. Ayubu hakukata tamaa. Tumsifu Yesu. Amina. Aliendelea kumpigania Mungu. Tumsifu Yesu. Hebu nitafutie kitabu kimoja tu. Pole. Isaia 55. Tuende mstari wa 6. Msomee Isaya 55 mstari wa 6. Kitabu ni ya Isaya mlango wa 55 mstari ni wa 6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Amina. Muiteni maadamu yu karibu. Ndio. Unaambiwa kwamba hata kama pengine kunayo majaribu yamekukamata, umeshikwa na ugonjwa usiokuwa na tiba, umeenda hospitalini, umeenda wapi, ama pengine hata wewe hauendi huko hospitalini, lakini wewe umesimama na Mungu, yaani unamtafuta Bwana maadamu anapatikana. Tumsifu Yesu. Na tena yupo karibu na wewe. Tukiangalia hata Yeremia 23:23 inasema mimi ni Mungu niliye mbinguni na hata duniani. Sasa wewe mwanadamu utajificha wapi mpaka nisikuone? Tumsifu Yesu. Kwa hiyo hata unaposhikwa na ugonjwa, tena Mungu anaendelea kuwa pamoja nawe. Bora usiende kinyume na yeye. Tumsifu Yesu. Inapendeza wapendwa, kwa sababu hata pia tukiwa na hiyo imani ya kutafuta Mungu, gonjwa nalo pia linaisha nguvu. Tumsifu Yesu. Amina. Mbarikiwe kwa hayo. Pigia Yesu makofi mazuri. Nikimkaribisha kiongozi wa ibada aje akamatishe. Karibu kiongozi wa ibada, tumalizie. Mbarikiwe sana. Yesu awatie nguvu.
utapita kwangu. Ninataka niguse pindo lako Yesu, ni lini utapita kwangu. Nimesikia habari zako na shuhuda ulizofanya. Ninataka na mimi nione kwa macho. Nauliza lini utapita